Naam, karibu mtazamaji wa Gumzo, karibu kwenye Gumzo Updates, na tuelekee huko jijini Dar es Salaam ambako hivi leo mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesisitiza kwamba chama chake hakipo kwa ajili ya kushiriki chaguzi pekee, bali ni chombo cha ukombozi, mageuzi na maendeleo ya taifa kwa maslahi ya wananchi wote. Othman Masoud aliyasema hayo leo wakati akifungua kikao cha kamati kuu ya chama hicho kinachofanyika katika ukumbi wa Hakainde Hichilema uliopo jengo la Maalim Seif Magomeni jijini Dar es Salaam. Akizungumzia ushiriki wao katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, Othman Masoud alibainisha kuwa ACT Wazalendo iliingia uwanjani ili kuidhihirishia dunia juu ya ukosefu wa utayari wa demokrasia nchini Tanzania. Amesema, na hapa namnukuu, "Tunajua viongozi wetu hawajawa na dhamira njema ya kuongoza nchi kidemokrasia. Kwetu sisi hatuwezi kukaa kimya. Ni lazima tuingie katika mapambano ya kuitafuta haki ya watu wetu, na tayari zipo hatua mbalimbali tunazoendelea kuzichukua." Mwisho wa kumnukuu. Aliongeza kuwa miongoni mwa hatua hizo ni kuhakikisha chama kinaendelea kuwa hai na imara, huku wakati huo kijielekeza katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto za haki za binadamu na katika hatua nyingine, Othman Masoud alitoa pole kwa wanachama wa chama chake na Watanzania kwa ujumla kufuatia changamoto zilizojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025, vikiwemo vifo na vitendo vya manyanyaso dhidi ya raia. Aliwataka wajumbe wa kamati kuu kuwa watulivu na makini katika kuzungumzia ajenda zilizopo ili kutengeneza njia na mustakabali bora kwa taifa, akisisitiza kwamba ACT Wazalendo ndilo tumaini lilobakia kwa Watanzania. Kikao hiki cha kamati kuu ni cha kwanza kufanyika tangu maliziko kwa uchaguzi mkuu wa 2025 na kimebeba ajenda nzito zikiwemo ripoti ya uchaguzi mkuu wa 2025, taarifa ya matukio ukiukwaji wa haki za binadamu na tathmini ya kina ya hali ya kisiasa nchini Tanzania. Aidha, kikao hicho kitarajiwa kutoa maazimio na msimamo rasmi wa chama hicho kufuatia mwendo wa sasa wa kisiasa nchini humo. Viongozi mbalimbali walihudhuria kikao hicho, akiwemo kiongozi wa chama Bi Dorothy Semu.